Ni mambo gani sasa matatu nadhani kama mchambuzi wa masuala ya siasa ni muhimu ambayo waziri mkuu ajaye anapaswa kuyapa kipaumbele ili tukuendeleza ule uthabiti wa kisiasa na maendeleo jumuishi nchini pamoja na demokrasia? Yes, kwanza ni kwamba cha msingi zaidi ni kuweza kutekeleza yale ambayo yameahidi katika kampeni, kwa sababu lazima tufahamu kwamba kampeni maana yake ni chama cha siasa kinakuja kuomba ridhaa kwa wananchi na kwenda kuunda serikali kwa lengo la kuweza kuwadumia wale wananchi. Kwa hiyo chama ambacho kimeshinda nafasi mbalimbali za kiongozi kama cha urais, Chama cha Mapinduzi, kina mambo ambayo kimsingi kiliahidi katika kampeni zake. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye anakuwa ni mtendaji wa shughuli za kila siku za serikali ana wajibu wa msingi kuweza kutekeleza yale mambo ambayo kimsingi kama chama imeweza kuahidi. Lakini cha pili, namna gani anaweza kufuatilia utekelezaji mbalimbali wa miradi ya kimkakati ambao kama nilivyozungumza mwanzo, kwa mfano masuala ya dira, mipango ya serikali, matamko ya serikali, matamko ya Mheshimiwa Rais, kuunganisha wananchi, kuunganisha bunge, kuhakikisha kwamba wabunge katika hoja ambazo watazionyesha kwenye bunge zinaweza kutimizwa na kuweza kufuatiliwa na hata serikali kuja na majibu mwafaka, majibu ambayo yatakuwa na akisi changamoto za wananchi. Lakini zaidi sana namna gani anaweza kugusa masuala ya msingi, masuala ya kiuchumi, masuala ya ustawi wa watu na masuala ya kiusalama ambayo inakuwa ni msingi wa taifa lote. Kwa hiyo majukumu yake msingi yamekuwa yamewekwa katika msingi wa katiba, namna gani kiongozi huyo anaweza kugusa masuala ya msingi ya umma, kwa maana kwamba public interest.